Asubuhi hii ya leo ya Pasaka ya kufufuka kwa Yesu, nataka tukaende kuangalia maneno ya Mungu. Nikukaribishe, karibu sana kwenye ibada hii ya maana sana kwako. Ni ibada ya maana sana kwetu kama watu wa Mungu tuliookoka. Ni ibada yetu ya maana sana. Na leo asubuhi tunapoenda kwenye ibada hii ya leo, tunataka tukaangalie habari ya kufufuka kwa Yesu. Kichwa cha somo kitakuwa kinasema nguvu ya ufufuko. Nguvu ya ufufuko ndio tunataka tuangalie. Kuna vitu kadhaa tunataka tuviangalie. Kwa nini tunataka tuangalie hiyo nguvu iliyoko ndani yake? Kuna vitu kadhaa tunataka tujifunze, ambavyo vitu hivyo siku Yesu amefufuka vilisababisha mabadiliko kwa kanisa la Mungu, vilisababisha mabadiliko kwa watu wote waliokuwa wameamua kumtumikia huyu Mungu. Na somo letu hili litakuwa tunapita kwenye maandiko ya kitabu cha Mathayo ile sura ya 28. Tutasoma mistari michache ya 28:1 tusome mpaka 6, alafu tutasoma Luka 1 mpaka 3, alafu baadaye tutaenda kuyaeleza kidogo maneno haya. Baadaye tutaombeana na tutakuwa tunarudi nyumbani. Hebu fungua basi pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 28, tusome mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Baadaye tutasoma kitabu cha Luka sura 24 mstari wa kwanza hadi wa 3. Baadaye tutaendelea kuongea nini maana yake nguvu, au nini na ni nguvu gani iliyoko ndani ya ufufuko wa Yesu Kristo. Kwa nini tunasema haya? Hiki kitu kimefanyika miaka 2000 iliyopita. Haimaanishi kwamba leo ndio Yesu anafufuka. Hapana. Yesu alishafufuka miaka 2000 iliyopita. Lakini ndani ya ufufuko huo bado iko nguvu inatenda kazi kwa watu wake. Na hiyo nguvu inayotenda ndio hiyo ninataka nikaiseme asubuhi ya leo kwa hizi dakika kadhaa, kama sio dakika 30, dakika 40 nitakazosimama mahali hapa nikaziseme hizo nguvu ambazo zilionekana wakati wa ufufuko wa Yesu Kristo. Twende basi pamoja tusome kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza tusome mpaka wa 6, alafu tutasoma na Luka. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28:1-6 inasema, hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni patazame mahali alipolazwa. Twende kwenye kitabu kile tena cha Luka ile sura ya 24. Luka sura ya 24 tusome ile mstari mitatu ya kwanza. Luka 24 mstari mitatu ya kwanza. Luka 24 mstari mitatu ya kwanza. Maandiko yanasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioyaweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Tuombe. Baba, tuko mbele zako. Kanisa hili tuko mbele zako leo. Tunasogea kwako leo asubuhi. Yesu, naomba uguse mkutano huu. Gusa kila mtu mmoja. Gusa wa baba, wa mama, vijana wa kike na kiume, na watoto hata wadogo wanyonyao. Yesu, kupitia ujumbe huu wa nguvu iliyoko ndani ya ufufuko, Yesu, tukapokee badiliko. Natamani kuliona badiliko kwenye moyo wangu. Natamani kuliona badiliko kwa mama yule. Natamani kuona badiliko kwa baba na vijana wetu. Neema yako ya kukuelewa Yesu ikawepo. Tuko hapa asubuhi hii
Tunapotafakari maneno haya, tutafakarishe Bwana. Tuko tayari kukusikia, tuko tayari kukujifunza, tuko tayari kutembea na wewe. Tufundishe asubuhi ya leo. Tunajikabidhi kwako na tunapokea kwa shukrani kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa ndugu zangu, Ijumaa tulikuwepo hapa, na Ijumaa tulipokuwepo ilionekana kama vile ndio Yesu amekwisha. Yesu alikufa, ikaonekana kwamba ndio basi. Tukaongea, tukaona saa 9 ikafika ikawa giza. Tukaona saa 10 akachukuliwa akazikwa, akagongomolewa pale msalabani. Ijumaa. Jana Jumamosi ikapita kimya, hakuna lililozungumzwa. Watu walikaa wakakosa cha kufanya, wakaona kama vile imeisha, wakaona kama tumaini hamna, ikaonekana kama vile hakuna chochote kitakachoendelea. Lakini Jumapili ya leo, Jumapili ya sasa, nina habari njema ya kutangaza ya kwamba yule aliyesulubiwa, yule tuliponyamaza kimya, leo amefufuka. Leo hayupo. Tumesoma kwenye maandiko, maandiko yanasema hayuko hapa, njooni mpatazame. Hayuko hapa, amefufuka kama alivyosema. Amen. Hayuko hapa, amefufuka. Amen. Ufufuko ndio msingi wa imani yako. Amen. Ufufuko ndio msingi wa wewe kuwepo hapa. Wewe hauko hapa tu kwa sababu upo. Upo kwa sababu Yesu alipofufuka akakamilisha kazi aliyotumwa na Baba. Bila ufufuko hakuna tumaini. Kama asingefufuka, tumaini letu lingekuwa bure. Kama asingefufuka, tusingekuwa na ushindi, tusingekuwa na cha kusema. Kwa nini? Yule tuliyemwamini alikuwa amepotea kama wengine walivyopotea. Lakini kwa habari njema nilionayo asubuhi ya leo, iko nguvu ndani ya ufufuko. Yesu aliyekufa leo hayuko kaburini. Leo amefufuka. Yesu hajabakia kaburini, amefufuka. Na kama amefufuka mchana wa leo, kuna mambo kadhaa nataka nikushirikishe. Nguvu iliyoko ndani ya ufufuko, nguvu inayoonekana ndani ya ufufuko. Na hii wapendwa, sio hadithi yetu. Nasikia hii sio hadithi, hii ni halisi. Inabadilisha maisha, inabadilisha tabia za watu, inabadilisha mienendo ya watu. Hii sio hadithi tunayoongea. Kama utakubali leo afufuke kwenye moyo wako, nataka nikwambie kuna badiliko litaonekana. Maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Maisha yako hayatakuwa kama ulivyoingia mwanzo. Lazima kuna kitu kitatokea. Kwa nini? Hakuna aliyefufuka pamoja na Yesu akabaki kama alivyo. Hayupo, isipokuwa wale walioigiza ndio waliobakia hivyo. Lakini wote walioamua, wote walioamua kufa na Yesu na kufufuka naye, leo tunawaona kwenye maisha mengine. Leo tunawaona wakifanya mambo makubwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo Mungu tunapomsimulia habari ya kufufuka kwake, hakuna aliyepotea. Kwenye kufufuka kwa Yesu hakuna aliyepotea. Wote walirudishwa. Wote waliokuwa wamekimbia wakarudi. Lakini leo asubuhi nataka tupite pamoja na wewe tuyatafakari maneno haya, nguvu iliyoko kwenye ufufuo. Nitakuwa na vitu kama 5 hivi nitakapoenda kuviongea asubuhi ya leo. 5 hivi vya ufufuo wa Yesu Kristo, kama vitu 5 vina vipengele vidogo vidogo ndani yake. Cha kwanza ninachotaka niongee, ukweli kwa habari ya ufufuo. Hicho ndio nataka nikiongee cha kwanza, ukweli kwa habari ya ufufuo. Kama tulivyosoma pale kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 28 ule mstari wa 6, anasema hayuko hapa, kaburi liko tupu. Mstari wa 6 anasema hayuko hapa, kaburi liko tupu, njooni muangalie. Kwa hiyo tunachothibitisha ni nini? Tunathibitisha kupitia kitabu kile cha Mathayo kwamba Yesu, kifo chake, Yesu alipokufa hayupo kaburini, alifufuka. Mwili wa Yesu haukubaki kaburini, mwili wa Yesu ulitoka kaburini. Hakuna aliyeweza kuzuia Yesu asifufuke. Kumbuka,
Wakati ule wale wanafunzi waliambiwa, wale maaskari waliambiwa, huyu jamaa tunamjua ni mjanja, na kwa kuwa tunajua ni mjanja, hebu tazameni, kaeni kwa makini asije akatoka hapa. Angalieni hapa asije akatoka, kwa sababu tunamjua ni mjanja, linaweza likatokea lolote. Lakini pamoja na hiyo, na maaskari wale kula rushwa ya kwamba waje wakane kufufuka kwake, lakini walithibitisha kwa macho yao, wakaona kwamba Yesu hayupo kwenye kaburi. Kwa hiyo je, tunapoona Yesu haonekani kwenye kaburi, nini kinaonekana? Tunamuona Yesu anaonekana na watu wengi. Baada ya mafufuko wake, Yesu anaonekana na watu wengi. Kwanza anaonekana na wale watu, na wale wanafunzi wake, anaonekana na wale watu 500. Ukisoma kwenye kile kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 15, ukisoma unaona Yesu wakati anaonekana kwenye maeneo mbalimbali. Wakorintho wa kwanza 15, ukisoma ule mstari wa 5 na wa 6, tunapothibitisha ukweli wa kufufuka kwa Yesu. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 5 na wa 6, anasema na ya kuwa alimtokea Kefa tena na wale thenashara, baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500, pamoja katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Tunathibitisha nini kwenye kifo cha Yesu Kristo, kwenye ufufuko wa Yesu Kristo? Kwamba baada ya kufa hakuishia hewani, bali alionekana kwenye macho ya nyama. Wakati maandiko yanasema wakati ule watu wengine walikuwa bado wapo wanaishi. Tunaposema maandiko haya kwamba wengine wako hata sasa, wakati ule yanasema bado kuna watu walikuwepo walioshuhudia, kuna watu walikuwepo walioona, na kama kuna watu walikuwepo walioona, tunathibitisha kwamba ufufuko wa Yesu ni wa kweli. Wanafunzi, pamoja na hayo, wanafunzi walibadilika. Tulipoona ufufuo wa Yesu ulipotokea, tunaona wanafunzi wale wanabadilika. Tunaongea nguvu iliyoko kwenye ufufuko wa Yesu. Ufufuko ni wa kweli. Kwa nini? Tunaona mabadiliko yanatokea kwa watu. Lakini kabla ya kufufuka kwa Yesu, kabla ya Yesu kufa msalabani, kuna watu waliokuwa waoga, kuna watu waliokuwa na mashaka, kuna watu waliokuwa hawajiamini. Lakini baada ya kifo cha Yesu, baada ya kufufuka kwa Yesu, tunaona watu wanakuwa na ujasiri. Watu wanasimama kwa ujasiri kumsema Yesu. Kwa nini wanasimama kwa ujasiri? Wakaona yale yaliyosemwa na huyu tunayemwamini ni mtu sahihi. Leo mchana nataka nikutie moyo na wewe ya kwamba huyu unayemwamini ni mtu sahihi sana kuliko watu wengine ambao umewahi kuamini. Ni mtu sahihi sana kwa sababu ana uwezo wa kuyabadilisha maisha yako, ana uwezo wa kulibadilisha kanisa lake, ana uwezo wa kukuinua na kukupeleka kwenye viwango vingine. Huyu Yesu kufufuka kwake tunauthibitisha kwa sababu anatujengea ujasiri, anatujengea tumaini jipya, anatujengea moyo mpya, tukiona ya kwamba kifo chake cha msalaba na kufufuka kwake, kaburi likiwa wazi, tunathibitisha, tuna ujasiri. Hata tunaposimama mahali kumsema Yesu, tunamsema kwa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu hayuko kaburini. Watu wanasema ya kwamba waanzilishi wa dini zingine zote wako makaburini, wote waanzilishi wa dini zote wako makaburini, lakini mwanzilishi wa dini hii tu anaitwa Yesu Kristo hayuko kaburini. Amen. Na yule hayuko kaburini, na sio tu hayuko kaburini kwa maneno. Unajua kuna maneno ya ujanja. Hapa kwepo na ujanja hapa. Wakati anaingia kaburini walishuhudia kwa macho yao. Wakati anasulubishwa walishuhudia kwa macho yao. Wakati kaburi liko wazi wameshuhudia kwa macho yao. Na wakati amefufuka anatembea wanamuona kwa macho yao. Kwa nini nisiwe na ujasiri wa Bwana wangu? Nataka nikutie moyo uwe jasiri na Yesu uliye naye. 5. Na unasema, ku wapi ewe mauti kushinda kwako? U wapi ewe mauti uchungu wako? Kwa nini maswali haya yanaulizwa? Maana ya kufufuka kwa Yesu, maana yake ameshinda mauti. Mauti hayana nguvu tena. Na kwa kuwa hayana nguvu tena, maana yake ni nini? Itapokuwa katika mwili tunaondoka, lakini ndani ya roho tuko pamoja na Bwana. Lakini kikubwa, huo umetengeneza mahusiano yako na Mungu.
ukitengeneza mahusiano yako na Mungu na ukakaa vizuri na Mungu, nataka nikwambie kifo cha mwili huu sio mwisho wa maisha yako, bado kuna tumaini. Kwa nini tumaini lipo? Kwa sababu mwanzilishi wa imani yako yuko hai mpaka sasa. Kifo hakina mamlaka tena. Uzima, kuna uzima wa milele ambao upo, ambao wewe na mimi tumeandaliwa kwa ajili yetu. Kwa nini? Baba yetu, kiongozi wa imani yetu, hayuko kaburini, alishinda mauti. Kwa hiyo maana ya ufufuko wa Yesu ni kule kushinda kifo, ni kule kushinda mauti, kule kushinda kwamba pamoja na kwamba watu wanadhani ya kwamba kufa ilikuwa wafanye kwamba wamemaliza, lakini ikashindikana kumaliza. Mchana wa leo ninakutia moyo kwamba kuna uthibitisho mkubwa ya kwamba Yesu ni Bwana. Tunapokuona Yesu amefufuka, unatuthibitishia ya kwamba yeye ni Bwana. Tunatuthibitishia ufufuo wake ya kwamba ni Bwana. Hakuna mtu mwingine mwenye uwezo kufufuka yeye kama yeye, ila tunaweza tukaomba akafufuka, lakini yeye alifufuka kama yeye. Hayuko aliyemwombea. Kwani Yesu kuna mtu alimwombea? Kwamba sasa Yesu sijui angaomba kwa jina la nani, sijui kwa jina la Mungu, sijui kwa nani, sijui. Sasa Yesu fufuka kwa jina lako. Kwanza elewa hivi. Tuliposoma pale, wale watu hawakuamini. Nikurudie kwenye maneno yangu niliposoma. Ukisoma kwenye kitabu kile nilichosoma cha Luka, ile sura ya kwanza, watu wale wameenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. Ilikuwa ni desturi ya Kiyahudi kwamba mtu akifa, kwa sababu makaburi yao yalikuwa ni mapango. Walikuwa ni mapango yamechongwa ndani, wanaweka na jiwe, wametengeneza vizuri, analazwa pale. Kwa hiyo ili mtu asinuke, walikuwa wanachukua manukato kwenda kuyapaka ili mwili wao usiharibike. Kwa hiyo watu hawa tunapoona ile siku ya pili ya juma wanapoondoka, siku ya kwanza ya juma wanaondoka na marashi ili wakaupake ule mwili, wakiamini ya kwamba amesha kuisha. Lakini kwa habari njema nilionayo asubuhi ya leo, imani yao walioondoka nayo kutoka nyumbani, wakati wanafika kaburini wanakutana na tetemeko, na zaidi ya tetemeko, maandiko yanasema wakakutana na malaika wawili wamesimama, wakawaambia, je, mnamtafuta nani? Kwa maneno haya kwamba kifo cha Yesu cha msalaba kilimaliza. Tuliongea Jumaa tukasema yamekwisha yote, na leo asubuhi nataka nikutie moyo, yamekwisha yote. Kwa hiyo kifo cha Yesu cha msalaba kinatuonyesha ya kwamba Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Ufufuo wake unaonyesha yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Hiyo sio hivyo tu. Ufufuo wa Yesu unatuletea tumaini jipya. Ukiangalia kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza, ile mlango wa kwanza na mstari ule wa kwanza. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza na mstari ule wa 3. Ukisoma pale, inaona tunapata tumaini jipya. Watu waliokuwa wamepoteza tumaini, watu waliokuwa wamekata tamaa, wanapokea tumaini jipya. Maana yake ni nini? Yawezekana kuna mambo yamegoma kwako. Yawezekana kuna mambo yamekataa kwako. Yawezekana kuna mambo hayaendi sawa sawa. Yawezekana kuna vitu haviko sawa. Mpendwa, asubuhi ya leo nataka nikuambie kwa neno la Bwana, kutokana na kifo cha Yesu Kristo cha msalabani, kifo cha Yesu Kristo msalabani na kufufuka kwake kama siku ya leo, yale mambo yaliyokwama kupitia ufufuo wake, mambo hayo kama ukiamini pamoja na mimi, yanawezekana yakafufuka. Yanawezekana kufufuka. Kwa nini? Tunathibitisha ya kwamba ufufuo wa Yesu Kristo unaleta tumaini jipya. Hebu tuangalie kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 3. Inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima. Tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo tumepata tumaini jipya. Ninaamini mchana wa leo yale mambo ambayo ulikuwa unaona si sawa sawa, nataka nikwambie liko tumaini kupitia Yesu Kristo. Liko tumaini kupitia Yesu Kristo. Kama liko tumaini kupitia Yesu Kristo, cha msingi wekeza imani yako ya viwango kwa Yesu. Wekeza imani yako ya viwango kwa Yesu.
Yesu ndiye mwenye uwezo wa kutoa mambo, ndio mwenye uwezo wa kubadilisha mambo yale yanayosemwa kwa macho ya watu. Yesu walijua imekwisha, akadhalilishwa. Tuliona Ijumaa alidhalilishwa, anapigwa mjeredi, wakamfanya si kitu. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbingu na nchi, aonaye mambo yote, akaona kwamba mtu huyu dawa yake ni kumfufua ili wathibitishe kwa macho. Nataka nikukumbushe na wewe mchana wa leo, pamoja na kwamba kuna mambo mengine hayaendaji, tumaini, bado uko uzima tena, bado kuna uwezekano tena, bado kuna mafanikio tena, bado kuna ushindi tena. Ingawa kwa macho watu wanaweza katazama wakasema, baba huyu kwisha, baba huyu kwisha, mama huyu kwisha, kijana huyu kwisha. Lakini nataka nikwambie, kupitia ufufuo wa Yesu, tunasoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, tuko tumaini ambalo Bwana ametuwekea kwa ajili ya watu wake. Tunampenda na tunaendelea kumwamini Bwana. Amen. Ninapoongea nguvu ya ufufuko, ninaongea nini? Kitu cha tatu. Kitu cha tatu chaongea ni nini? Ni nguvu ya ufufuko katika maisha yetu. Nguvu ya ufufuko kwenye maisha yetu. Kwamba tunapoongea ufufuko wa Yesu, inaleta ufufuko wa mambo kwenye maisha yetu. Tunaangalia kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 6 ule mstari, Warumi sura ya 6 ule mstari wa 4. Nguvu ya kushinda dhambi. 6:4. Tunapoangalia hapa nguvu iliyoko ndani ya ufufuko wa Yesu inatusababisha sisi tushinde dhambi. Anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Maana yake ni nini? Nataka nikwambie mpendwa, yako maisha saa nyingine tunapita, ziko tabia saa nyingine tunapitia, tunaziona kama haziwezekani. Kuna wako watu hata hapa ndani kanisani hapa leo mchana, kuna wako watu wengine walikuwa na tabia ambazo kwa akili za kawaida zilikuwa haziwezekani kubadilika, zilikuwa haziwezekani ubadilishwe. Mama amekuchapa viboko mpaka akachoka, baba amekucharaza viboko mpaka amechoka, shuleni walikuambia mwalimu mpaka akachoka akakuacha, serikali ya mtaa iliongea mpaka ikachoka, wamekupeleka mahakamani na magereza yakakutia, lakini lishindikana. Lakini kutokana na ufufuo wa Yesu Kristo, ninataka nikwambie, ufufuo wa Yesu Kristo unaleta nguvu ya maisha, unaleta mabadiliko kwenye maisha. Tunaona tunaposoma mahali hapa, tunaona tuna uwezo wa kuishinda dhambi pale Yesu anapozaliwa upya ndani ya maisha yetu. Pale Yesu anapofufuka ndani ya maisha yetu, una uwezo wa kushinda. Uliweza kushinda ile tabia kwa sababu ulimruhusu Yesu ayabadilishe maisha yako. Na ukiruhusu maisha yako yabadilishwe na Yesu, yanabadilikaga total, hayarudiki. Labda tu uamue mwenyewe kujiachia. Lakini tunaposoma hapa anasema kwenye hii 6:4 anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Sio mabadiliko tu, kuna uwezekano maisha yako kuwa mengine, sio yale maisha yaliyozoeleka. Maisha yako yakawa mengine. Kuna watu ndani nao ninaofahamu, na wao wanakiri kwa vinywa vyao wa kwamba walishindikana katika dunia. Dunia ilishindwa kuwabadilisha, lakini pamoja na dunia kushindwa kuwabadilisha, walipokuja kwa Yesu, leo ni wadada wazuri wanaomwimbia Bwana. Leo ni wamama wazuri wanaomtumikia Bwana. Leo ni wanaume wazuri wanaomtukuza Mungu. Leo ni wanaume wazuri wanaomhubiri Yesu. Kwa nini? Kuna nguvu ndani ya ufufuo ulioko ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposoma maneno haya tunatiwa moyo sana, maana tunaona kuna nguvu ya mabadiliko. Sio nguvu ya mabadiliko tu, kuna nguvu ya kufufua vitu vilivyokufa. Kuna nguvu ya mabadiliko na kuna nguvu ya kufufua vitu vilivyokufa. Kuna watu kabla wajaja kanisani, vitu vyao vilidorora, vitu vyao vilishindikana. Hakuweza mtu kufanya biashara yoyote, hakuweza mtu kufanya kazi yoyote. Mtaani walimkataa, familia ilimkataa. Lakini mchana wa leo kwa neno la Bwana nataka nikwambie, nguvu iliyoko kwenye ufufuo inaweza kufufua maisha yaliyokufa, inaweza kufufua ndoto zako.
Leo uwezekano wa kufufua ndoto zako upo. Leo uwezekano wa kufufua imani yako upo. Leo uwezekano wa kufufua maisha yako ya kiroho upo. Una uwezo wa kufufua maisha ya kiroho. Cha msingi tu ukubali kufufuka pamoja na Yesu. Ukikubali kufufuka na Yesu, kuna nguvu inaweza kubadilisha. Sio hayo tu, nguvu iliyoko kwenye ufufuo wa Yesu Kristo ina uwezo wa nguvu inaweza kuleta ushindi wa maisha yako ya kila siku. Kila kunakoitwa leo, nguvu ya ushindi wa maisha yako inaweza ikaonekana. Kwa nini? Tunapokiri ya kwamba Yesu amefufuka, anaweza akabadilisha maisha yetu. Unajua iko hivi wapendwa. Kwenye maisha ya kawaida tunaishi, kwenye maisha tunaishi ya kila siku, kuna vitu saingine haviendaji, lakini tunapokuwepo upande wa Yesu, vitu vile vinaweza kwenda. Tunapoangalia huko kwenye kufufuka kwa Yesu Kristo, tunaona Yesu Kristo aliondoa zile hofu za kina Petro, wale waliokana, kina Petro waliomwogopa, waliondolewa hofu. Kina Petro akasimama kwa ujasiri. Tunaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona wanasimama kwa ujasiri, wanamhubiri Yesu. Sio, hakuna jambo la maana kama kumcha Mungu. Hakuna jambo la maana kama kumtukuza Mungu. Hakuna jambo la maana kama kuruhusu maisha yako yabadilishwe na huyu Mungu wetu. Mungu wetu anaweza kuyabadilisha maisha yetu. Kwa hiyo kuna ushindi. Nikaongea roho ya pili ni roho ya toba. Roho ya kwanza ni usaliti. Roho ya pili ni roho ya toba. Na roho ya toba ni ile roho ya kushuka, roho ya kujinyenyekesha, ya kujiona mimi si chochote, bali ni Bwana ndani yangu anayetenda. Amen. Bwana ndani yangu ndiye anayetenda, sio mimi. Lakini nataka nikwambie, yule aliyefufuka ndiye muweza wa yote, ndiye anayebadilisha vitu. Na kwa kuwa ndiye anayebadilisha vitu, vyote vinawezekana. Cha msingi ni kumruhusu tu aingilie kati, ayabadilishe maisha yetu. Anaweza kubadilisha. Kwa hiyo iko nguvu ya ushindi wa maisha yetu ya kila siku. Maisha yako ya kila siku, kama utaruhusu ufufuke na Yesu leo mchana, nataka nikwambie kuna mabadiliko. Amen. Kuna mabadiliko. Hakuna kinachoshindikanaga. Nataka kukutia moyo. Pull up your socks. Pull up your socks. Kaza buti. Songa mbele, endelea kumshia Bwana. Songa mbele, endelea kumtumikia Bwana. Songa mbele. Aliyefufuka ni wa ukweli. Na aliyefufuka ana majibu yako. Aliyefufuka ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Leo watakucheka, leo watakudharau, leo watakuona si chochote. Wadada wako ndani, lakini hawako tu bure bure. Wamefanyika kwa sababu walimkubali Yesu abadilishe maisha yao. Walikubali Yesu abadilishe maisha yao. Walifufuka na Yesu. Ndio maana unaona kama wadada. Achana na Yesu. Yesu anabadilisha maisha ya kila siku. Ufufuko wa Yesu unabadilisha maisha. Kuna watu hapa ni wazee. Tuko wazee, lakini ukituangalia kama vijana. Tunatembea tu mtaani hivi. Kwa raha zetu. Na leo mchana nataka nikutie moyo. Tembea kwa ujasiri. Amen. Ukiwa na Yesu tembea kwa ujasiri. Amen. Ukiwa na Yesu tembea kwa ushindi. Amen. Tembea kwa tumaini. Amen. Tembea ukiwa unajiamini ya kwamba Yesu ndiye aliyefufuka ameyabadilisha maisha yako. Hayuko wa kukuonea tena. Waliokudharau hayuko kukudharau tena. Kwa nini hayuko kukudharau tena? Kwa sababu walitegemea utashindwa na umeshinda. Walitegemea umefeli na umefanikiwa. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, kutokana na kufufuka kwa Yesu. Hebu jiamini, tembea kifua mbele ya kwamba wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda katika yeye anayetutia nguvu. Ukitembea hivyo, unaweza eti Bwana ametubadilisha. Tunaonekana tunavyoonekana leo hivi. Hayatakubadilisha maneno hayo ya Kiunani wala Kiingereza. Yanayokubadilisha ni maneno ya lugha unayosikia, ya kwamba kufa kwa Yesu Kristo kunaleta tumaini, kunaleta ushindi, kunaleta maisha mapya. Na kama kunaleta maisha mapya, hebu upokee maisha mapya asubuhi ya leo. Hebu upokee badiliko maisha ya leo. Hebu upokee tumaini asubuhi ya leo, likuonyeshe ya kwamba unakoamini au unachokiamini ni kitu sahihi sana.